الله وبركاته. لا يزول ولا يتغير، حكم بانقضاء الأعمار وفناء هذا الدار، واشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم satia. Lakini kwa moyo na kutamka kulima kwamba hakuna mola pasaye kuabudiwa juu mbinguni wala ardhini ila Allah, daimul baqi, atakaidumu milele na kubakia katika ufalme wake. Mwenyezi Mungu habadiliki, haondoke katika ufalme wake, na anahukumu katika kuondolewa katika miaka zetu, ya kwamba vile vile hii dunia tunayekaa naishi ndani, kuna siku haitakuwa, sisi sote tutaondoka. Na akili kwa moyo na kutamka ulime kwamba kwa hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mmoja wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Huyo mtume aliyefikisha neno la Mwenyezi Mungu, mafunzo ya Mwenyezi Mungu, na kutahadharisha sisi ummati yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehema na fanaka na baraka Mwenyezi Mungu ziminikie na watu wa nyumbani kwake, maswahaba na sisi Waislamu wanaume na Waislamu wanawake, mpaka siku tutakayekusanyika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Enyi watu, naanza kunusia mimi na kuhusieni kwamba tucheni Mwenyezi Mungu na tuogope Mwenyezi Mungu na tumtumikie Mwenyezi Mungu, na tuogope siku ambayo tutarejea kwa Mwenyezi Mungu. Siku hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atalipa kila mtu kutokana na yale aliyotenda kwa nafsi yake, na wao hawatadhulumiwa. Hakuna mtu atadhulumiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, khutba wetu kidogo tu tunakumbushana, si kwamba haya tutakayozungumza hapa ni mapya. Pamoja na sisi kufuata khutba nyingi na mahubiri mengi katika maradio, katika TikTok na Facebook na WhatsApp, lakini tunakusanyika hapa kufanya rappel, ukumbusho tu. Na ukumbusho yetu tutakumbushana leo kidogo tu juu ya siku ya ufufuko, siku ya kiyama. Ni mada ndefu, tutachukua tu masehemu kidogo tu, alimuradi itosheke hivyo kwangu na kwako, ili kila mmoja wetu ajiangalia yuko wapi, ili mmoja wetu ajiandaa kukabiliana na siku hii nzito, siku ambayo tutasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, ilamu tutambue na kwamba annakum satakfuna amama rabbukum jalla fi ula, kwamba kuna siku tutasimama sisi sote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yaqumu nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya Mola wao kwa kuweza kufanya matendo, yani hisabu ya yale waliotenda katika uhai wao. Ni siku nzito. Wa yahdhuru kulla ma amila amamakum, na Mwenyezi Mungu atahudhurisha, atadhuhurisha, ataleta, atasanya yote mliyotenda katika uhai wenu na katika maisha yenu, ataisogeza mbele yenu. Ibadallah, hii siku ni siku nzito. Ayuha nas, innakum, enyi watu, kwa hakika innakum satamutuna kama yanamun, kwa hakika sisi tutakufa kama vile tunavyosinzia. Kuna siku mimi na wewe tutakufa kama vile tunavyolala usingizi. Ipo, sijui kesho au kesho kutwa, Allah ya'lamu wa rasul. Kinachobaki ni mimi na wewe kujiandaa mapema kabla hii siku hayatufikia. Wa innakum tub'athuna kama yastayqidhun, na sisi tutafufuliwa kutoka
makaburini kwetu, kama vile tunavyolala, tunavyoamka asubuhi. Pale unapolala usingizi, mtu anaamka asubuhi, ndio vile tutafufuka siku huu yenyewe haina mfano wake. Ittaqu hadha al-yawm ibadallah, tugobeni siku hii enyi waja Mwenyezi Mungu. Yawma fadhiha, siku ya kufedheheka. Yawma nadama, siku ya kujuta. Yawma al-hisab, ni siku ya kufanya hisabu, inventaire ya maneno uliyotenda katika yale ambayo ulitanguliza katika maisha yako. Ni siku nzito, ni siku nzito. Inaomba maandalizi ummat Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Siku lazima tukumbushane nacho leo, siku nzito. Tizama siku hii watu watasimama mbele Mola wao 50,000 sana, miaka 50,000 watu wanasimama mbele Mola wao, siku nzito, miaka nyingi 50,000 sana, miaka 50,000 watu wanasimama. Leo tuko miaka ngapi? Miaka bado 2000 na, lakini kwa Mwenyezi Mungu tutasimama siku nzito. Kila mtu ajiandaa na kila mtu atubu na kila mtu atengeneza matendo yake. Allahu jalla fi ula anasema swala zake, zaka zake, sadaka zake, siamu zake, kila khairi, kila uzuri alikitenda, basi itaadhurishwa mbele yake ummat Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tengeneza swala zako, sadaka zako, zaka zako, amali njema tengeneza. Saa hii siku wenyewe haina mfano umma. Wa yuhadhirukumullahu nafsa, dhulumu nafsi yake, atatamani yeye baina yake, atatamani asizione zile machafu tunazozifanya wa baba wa Kiislamu na wa mama ya Kiislamu, zitaudhurishwa mbele yetu yauma tubila sarair, siku ambayo masiri zitafichuliwa, watu wataoneshwa masiri zao. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Sadaqallahu alazim. Peke yake yule atakayetubu baada hayo machafu, akitenda matendo mazuri, anamwamini Mwenyezi Mungu, huenda Mwenyezi Mungu ataibadilisha mabaya zake kwa uzuri, ikiwa unajidhulumu nafsi. Siku nzito ummat Muhammad, na Mwenyezi Mungu anasema yuhadhirukumullahu nafsa. Mwenyezi Mungu anatahadhari nafsi zetu sasa hivi, tubadilike, tuokoke, tuachane na maovu. Madhambi tunayofanya na mazito, Waislamu, zitaudhurishwa, zitaoneshwa. Dhambi ya kwanza ulipoanza kufanya, zina ya kwanza ulipoanza kufanya, dhambi ile itaudhurishwa, itaonyeshwa, na dunia mzima ataiona. Anaingia huyo anaingia hivyo. Ni siku nzito umma. Wakati unafanya dhambi, jiangalia vizuri. Inna Allah mumtalu alayhi, Mwenyezi Mungu anakuona, anakutizama. Yote unayofanya Mwenyezi Mungu anaikuona. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Allahu raufu bil ibad, Mwenyezi Mungu yuko mpole kwa waja wake, mpole kwetu sisi. Angelikuwa haraka na maovu yetu na machafu yetu, sisi hatungekuwa duniani leo ya kumwabudu. Kama sote tumesondoka, kama sote tumeshakufa, ikiwa mtu anafanya hivyo na anamchukua pale, lakini raufu mpole, anajua nje wake mdhaifu huyo. Watukufu Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yawma yub'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kwa hakika bima aminu ahsahu Allahu wa nasuhu, ahsahu Allahu wa nasuhu. Yawma yub'athuhumullahu jami'an, siku ambayo Mwenyezi Mungu atatufufua sisi sote, fayunabbi'uhum bima amilu, na atatueleza wazi kila ambacho tunakitenda, tunaifanya. Ahsahu Allah, Mwenyezi Mungu anazihifadhi
amezichunga zile makosa maovu zile, amezichunga wanasuhu, na sisi tumezisahau. Si kuna wengine wamesahau, ati sasa anafanya madhambi lakini anazisahau, Mwenyezi Mungu anazihifadhi. Ndugu yangu, huwa vile unataka kuua, lakini kuna siku na wewe utapatikana. Dhambi zile ambazo unazoziua, wamama wale ambao wanatoa mimba, wa vijana wale wanatoa mimba, mnaiba watu, mnafanya maajabu. Uislamu siku ipo zitahudhurishwa mbele yetu sisi. Mwenyezi Mungu anazitia, hata tuoneshe hizo vitu siku ya kiyama. Kisa Mwenyezi Mungu anasema wa inna Allah kwa hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wallahu ala kulli shay'in shahid. Sadaqa Allahu alazim. Anasema wallahu ala kulli shay'in shahid. Kwa hakika anaapa kwa utenzi ya nguvu wake, kwa hakika mimi Allah niko shahidi juu ya yale mnaitenda, kwa juu ya yale mnaifanya. Mwenyezi Mungu anakiona, Mwenyezi Mungu anakiona. Ummat Muhammad, fanya ambacho nakifanya, Mwenyezi Mungu anakuona, na zitahudhurishwa siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu anasema wa yawma idhin yasturu nasu ashta'ata liyura mu'amalahum, siku ambayo watu watafufuliwa katika makaburi zao vikundi. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya liyura mu'amalahum, ili watazame matendo zao waliozitanguliza katika maisha ya duniani. Yani kila mtu atafufuliwa katika kila ambacho alikitenda. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo inatoka Sahih Muslim na Jabir, qala sami'tu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul yab'athu Allah kulla abdin yawm al-qiyamah ala ma mata alayhi. Yab'athu Allah, Mwenyezi Mungu atafufua kila mtu atafufuliwa katika kila ambacho anakifia. Faman mata ala ta'ati Allah, yule atakayekufa katika toa Mwenyezi Mungu, musalihin, muzakin, muttaqin, wallahi atafufua katika grupu zile. Sasa tuangalia yauma idhin yasturu an-nas washtata liyura amalahum. Ina maana watu watafufuliwa grupu. Sasa mimi na wewe tujiangalie katika grupu. Walevi watafufuliwa katika grupu yao, walevi maskini. Wazinzi watafufuliwa katika grupu yao, uzinifu hao watafufuliwa hivyo. Sina aya Mwenyezi Mungu na hadithi ya Mtume Muhammad. Wabalim wale wanaidhulumu watu, pesa za watu, pesa za umma, wanadhulumu, wanaiba, tunagombana, hivyo watafufuliwa siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu atustiri ya Rabbi. Mwenyezi Mungu atusamee Waislamu, turejee kwa Allah. Usije ukafufuliwa katika grupu mbaya. Watu ambao wataaibika siku ya kiyama. Waislamu, kila ubaya unalolifanya imeandikwa, imehifadhiwa, imetiliwa, siku ya kiyama itahudhurika. Yani wataitia mbele yako. Wale watakayefufuliwa katika grupu ya muslimin, wale watakayefufuliwa wanasali kila siku, watafufuliwa katika grupu ya wale wenye kusali, grupu ya watu mema. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa grupu wale watafufulia katika talbia, katika swala, katika hija, katika kila ibada iliyokuwa mzuri. Mwenyezi Mungu atutie mbali na grupu za waofu, itakuwa fedheha. Kwa hivyo Mtume anasema kila mmoja atafufuliwa kutokana na yale aliyefiwa. Wamama wa Kiislamu, wa vijana wa Kiislamu, hivi ndio ukifa na hali huko ndani, mameshi kwenye kichwa, maplati kwenye makichwa, mapantalo katika mwili, au sali, wewe katika bar, wewe vijana wa Kiislamu unazini katika mahoteli na wanawake za watu, wa binti za watu, ikiwa ukifa mara kan mauti itakufikia pale, utafufuliwa katika grupu gani? Siku ya kiyama ndio utafufuliwa katika hizo grupu. Grupu ya waizi hivyo. Unalewa. Muislamu chana usiku mlevi. Muislamu
Tizama vile wanawake wa Kiislamu, wamama wa Kiislamu wanavyojidanganya sura yake kamili anaivalisha na sura ya TikTok. Sura yake kwa kudanganya Muislamu, kwa kudanganya wanaume wa Kiislamu, hata na vijana wa Kiislamu hivyo hivyo. Anadanganya, anavisa sura zile za TikTok kwamba yeye ndio binti bora, yeye ndio kijana bora. Hapana. Wallahi unajidanganya. Niambie unapanda nini? Hivi ndivyo utakavyofufuka siku ya kiyama, hali ya kudanganya watu? Tuangalie dhulma. Madhulma leo tunazozifanya kwa sababu ya muda. Madhulma tunazozifanya Uislamu baina yetu sisi na sisi. Dhuluma. Waislamu tunadhulumiana. Hata wa viongozi wa serikali wanafanya dhulma kwa nchi yetu hii. Kwa sababu ni maneno ya Mwenyezi Mungu lazima tutasema kwa kuokoa nafsi yetu sisi siku ya kiyama. Dhulma ya sisi mashekhe na viongozi tunazozifanya. Dhulma ambapo ninyi waamuma mnazozifanya kwa viongozi wenu. Nani ataokoka siku ya kiyama ikiwa turudie kuombeana usamaha? Katika vita ya Khaybar, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada kumalizia kwa vita, ngawira ilisagawiwa, kila mtu ana kamati ya kwake. Kulikuwa kijana mmoja alipenda sana kutembea na Mtume Muhammad, kukua karibu na Mtume. Katika kusimama kwake karibu na Mtume, misali ikatoka kule ikampiga kwenye singo, akafa pale pale. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anatoka kupiga vita. Hayo naizungumza sisi wa viongozi. Maswahaba walikuwa pale wanasema, "Ebshir, tunakubashiri ya jamaa, unakufa uko shahidi ya fulani." Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akavunja pale pale. Anasema mnambashiria huyo ni mtu wa moto huyo. Subhanallah. Huyo motoni. Kivipi ya Rasulullah? Anasema huyo imsali inaomuingiza inaompiga hapo, na hivyo itamwadhibu siku ya kiyama, atakuwa katika moto wa jahannam. Kwa nini ya Rasulullah? Anasema yeye katika zile ngawira mali zile za Kiislamu zilizosanyika pale wakati ya vita, anasema yeye aliiba kipande ya kanga ya kikwembe. Kipande ya kikwembe aliiba. Hii ndio sasa hatima yake. Kumbe na mwingine alikuwa anasema, ya Rasulullah, na mimi niliiba 2. Na mimi nimeiba 2, nitakuwa darasana wao huko naandaa kuingia katika moto wa jahannam. Tubu. Sasa sisi wa viongozi ngapi tunazozidhulumu? Ngapi tunazoziiba? Mapesa ngapi za serikali zinakuja kutengeneza manjia, hospitali, manini zinadhulumiwa? Mapesa ngapi za Waislamu zinakuja labda tunaziiba sisi wa imamu, tunazificha. Sasa huyo siku ya kiyama haijakuwa trota. Anibu ila Allah. Turejea kwa Mwenyezi Mungu. Tutubu kwa Mwenyezi Mungu. Turudishe Uislamu katika njia yake. Tuogopa siku hii tutakairudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawla hadha astaghfirullaha wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barr. نحمده ونستعينه ونسترشده ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بعد. Kwa hivyo Uislamu tuacha kudhulumiana. Baba wa Kiislamu, wa mama wa Kiislamu, tuacha kufanya madhambi, kwa sababu siku ya kiyama ipo na kila mtu atafufuka katika kila ambacho anakifia. Yule atakayekufa katika toa
atafufuka katika grupu ya watu wenye katika ibada, na wale watakaofufuka katika grupu ya waasi, watu wabaya, Mwenyezi Mungu atuepusha na wao, na watafufua hivyo hivyo. Sasa mimi na wewe tujiangalie matendo zetu na amali zetu, tutafufuka katika grupu ipi? Jiangalie na amali zako na kazi zako unazozifanya. Kama ni kazi za dhulma, badilika, tubu kabla mimi na hatuja kufa. Kama wewe mzinifu, kama uko kile ambacho unakiangalia ndio unaishi ndani, funga roho, achana nacho sasa hivi, kwa sababu siku ipo ambalo tutasimamishwa na tutafufuliwa na tutahesabiwa kwa yale ambalo tunaifanya. Waislamu, miongoni mwa siku hii ya Kiyama, yawma tadru shamsi min ruusi al-khalaiq, siku ambalo jua itakuwa karibu juu ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Jua hii tunaona hapa itazokea kidogo karibu, anasema Rasul Muhammad sallallahu alaihi qadran mailan, yani 1 kilometer. 1 kilometer hii hapa siku ya Kiyama. Miongoni mwa siku hizo tunasema ya kwanza, mtu atafufuliwa kwa yale aliyekifia. Ya pili, jua itakuwa karibu kwa kichwa yetu, watu watatokota, watu wataivwa, fayuraquna ala qadri amali, joto kifukutu itaanza kuwapandia kutokamana na kadiri ya matendo yao. Faminhum, miongoni mwao, man yakuna araka ila kaabai, kuna wengine jasho itawa pandia mpaka katika visingino yao kule kwa miguu ya chini. Wa minhum, na wengine man yakuna kababai, itafika hapa kwa magoti yao jasho yako kutokamana na ukali ya jua. Subhanallah, nani anaweza kusimama ndani ya jua hii Uislamu? Hata kuna mama wanakaa pale nje ndani ya jua wanatafuta riziki na wanasikia jua hii. Sasa jua je, kikuwa kama 1 kilometer itakuwa je ummat Muhammad? Jasho yako itakumeza kufuatana na amali yako, na wengine jasho itawafika kwa kiuno. Tizama, hakuna kukula, hakuna kukunywa, hakuna kivuli, hakuna chochote ambalo itakusaidia siku hii. Na wengine jasho itaomeza. Sasa niambie, sisi itakuwaje? Na kisimamo ndefu, lakini Mtume Muhammad anasema kwa ummat Muhammad sallallahu, kwa wale watakaikuwa wanashikamana na Qur'ani na sunna zake, basi hiyo siku 50,000 sana itakuwa kwa kama vile kipindi ya 5 salawat. 5 salat, swala 5 kwa siku ni 30 minutes, basi uko katika aljanna. Allahumma ij'alna minhum. Tutakuwa katika janna ikiwa tutashikamana hivyo. Kwa hiyo jasho itameza watu kutokana na hali hii ambalo walikitendea. Hadithi ya Bishr, Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema, yuhsharu an-nas yawm al-qiyamah huffatan ghuratan ghurla. Qult ya Rasul Allah, an-nisa'i war-rijal jami'a yanzuru ba'dhum ila ba'd. Mtume anasema siku huu watu watafufuliwa uchi, makorongoni, uchi kabisa, siku ya Kiyama. Subhanallah. Aisha radhiallahu anha akaogopa, akasema ya Rasulullah, hivi siku ukisema hivi watu watafufuka uchi bila nguo, makorongoni, jamani, hivi wanaume na wanawake wataonana wao kwa wao? Wataonana ya Rasulullah? Qala sallallahu alayhi wasallam, ya Aisha, al-amru ash-shadd, al-amru ash-shadd min an yanzur ba'dhum ila ba'd. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Anasema siku itakuwa kilo, siku nzito. Hakuna mtu atajali mwenzie kuona mwenzake, yani kila mtu atatosheka na kila ambacho alikitendea. Hakuna mtu atakuwa na bezwe ya mtu kutizama.
tunasema siku ya kiyama, tengenezana sasa ummat Muhammad sallallahu. Jiandaa, tengeneza ibada zako, tengeneza sadaka zako. Kwa hivyo ni siku nzito. Yaani hakuna mtu atajali kumtizama na tukumtizama mwenzake. Pande kubalinga mimi. Na mukuse khutba na biso tusolaki likolo na mukola kusekwa. Lolenge biso tukusekwa mukola qiyam. Allah jalla fi ula ayebisi biso ete mutunyoso akukutana na maya sala kikati na bomo inayi. Mutunyoso kia sala kimulamu kati na bomo inayi. Asala kimulamu akukuta na bolamu na yeye libosola ya mukono oya kuseka. Pa mutunyoso oyo asala kimabe abubaki nafsi na ye molimu na ye na mabe oya asala kibambeba na masuwa salaki. Akulinga takutana na mabe na ye. Akulinga mabe na ye zala musika na ye. Kulanda na mabe oya sali ya masumu oyo tusalaka. Zambe alobi akebisi molimu na biso tubongwa masiko. Tubongisi yango siko avana no lewe kome na biso. Zambe alobi le susu. Mokolo oyo akusekwisa biso nyoso esikabo. Mokolo oyo Zambe akulakisa bamisala na biso to salaki ya malamu to mabe polele mutu nyoso akumona yango mokolo oyo pe Zambe abombi ba mabe na biso me kasi biso tubosali. Alobi ezali likono makamu nyoso pe azali komona biso. Siko ngai na yebite tukusekwa kamna na group na lisanga nini. Alobi mukolo oya kusekwisa batu lisanga group na group tiketi batu bamona mwaye basala kikati na bomwe na bango. Soko zalaki mutu na nkomo bakusekwisa batu kati na group ya batu na nkomo. Soko zalaki mulangu ndenge wana. Soko zalaki mutu na lukuta ndenge wana. Soko zalaki muibi ndenge wana. Soko zalaki mumomi ndenge wana. Batu bakusekusama kulanda na maye bakufaki. Siko ngai na yo ifo tumitala na bamisala oyo tuzali kusala. Okusekwa na grupu nini? Mele ngai na yo tumeka kusima na Zambe tiketi tusekwa katikati na grupu bat oyo basali bulamu kati na bomwe na bako. Tangu ya kubongisa yangu pamba tetu kukufa, pamba tetu kutika mukilo oyo. Alobi mukolo oyo moi ekupusa na pene biso 1 kilometre. Siko moi wotu zomona ezana musika soki 900 combien de millions distance. Siko ekozala 1 kilometre. Ndelo bimu toki na motu ekumela ekuna na musala na ye. Ezana maye mutoki kukoma na makuru na bangu. Ezana maye mutoki na bangu kusuka na nini na maborongo na bangu. Ezana maye mutoki na bangu kukoma tina na loketo na bangu. Ezana maye ba mutoki na bangu kumela bangu kulanda na musalama be oyo basalaki. Kasi tusenge Allah tutubela ummat Muhammad. Tuzongela Allah subhanahu wa ta'ala. Alobi batu bakusekwa mukolo oyo kiyama mutakala. Bazana basapatu tena makulu. Aisha tatuni mubali naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ulingi kulobake batu bakusekwa babibana basi bakumona na Rasulullah bimukolo wani kuzala mikolo moko ya makasi. Mutu moko te akuzala posa ya kumona ya kutana moninga naye mutu na mutu akukoka na maya salaki. Siko mitala uzali wapi kati na magrupu oyo bakusekwa mikolo oyo ya kiyama. Oni zalaki matena biso ya lelo. My brother Muslims in the faith. Our topic of today, we have been talking about the day of resurrection, raising people. As Allah Jalla fi'ala told us in the Quran, that the day Allah subhanahu wa ta'ala who resurrected us, all of us in front of Him, and Allah Jalla fi'ala will show our deeds, bad deeds or good deeds. And Allah is aware of our deeds. So, it comes in a hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, each and every one
will raise, will resurrect according to the whatever he has died, whatever he died in it. If you died in fornications, if you died in the group of those people who have been taking alcohol, drinking, or adulteries, or killers, each and every group, Allah subhanahu wa ta'ala will raise him according to the whatever he has been died. So, which group you are? We have to be a good people. We have to worship Allah subhanahu wa ta'ala. We have to raise among of those people will be in a good people. Musallin, Muzakin. People resurrect according to what they have died in it. And Allah subhanahu wa ta'ala said, each and every soul will find Allah subhanahu wa ta'ala will gather all of his deeds in front of him. If they are good deeds, he will be happy. He will be happy. And if it is a bad deeds, this person will not like to meet with his bad actions. He will say, they're supposed to be very far with me. Those are the groups, whatever we are going to select or raise in it. And another hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, during that day, people will raise naked, without shoes. He said, Hashem. Aisha asked him, Ya Rasulullah, men and women will watch each other. Rasul said, no, it will be a hard day. No one can see, no one can bother of his fellow or his brother. Everyone will be busy for whatever he has done. So please, Islam, my brothers in faith, we have to change. We have to repent. It's a very strong day, hard day for me and for you. We have just give some remembrance for that. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala make us among of those people are doing the good deeds, inshallah. Waislamu, Mwenyezi Mungu atujalie, atuweke pamoja na wale watu wanaofanya kazi mazuri na tusamehe madhambi zetu. Inna ahsana hadith kitab Allah wa khayra hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah fi an-nar wa alam qad amarna ala nusalli ala al-anbiya'i karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض على أرواح الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم صحابة رسول أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أدامرك أعداء الدين اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم ربنا انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي الباكستان اللهم ربنا أنزل رحمتك وسكينتك في بلادنا يا رب العالمين اللهم ربنا انصرنا في بلادي يا رب العالمين اللهم ربنا انصرنا يا رب العالمين اللهم ربنا افتح لنا خير وارزقنا من الخير اللهم ربنا إنك تعلم ولا نعلم وإنك تعلم الغيوب بين عبادك وجيب استمع دعائنا اللهم يا مجيب دعوات المضطرين يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يسمع حوائج السائلين اللهم يا من خلق فسوى ويا من قدر فهدى Mwenyezi Mungu tuninua mikono yetu juu kwako ya Rabbul Alamin tusamehe madhambi zetu ya Allah utufungulie njia zetu zilizofungiwa ya Allah Mwenyezi Mungu waponyeshe wagonjwa zetu walioko hapa baina yetu wengine hospitalini ya Allah mkono yako uponyaji tia juu yao moja kwa moja ya Rabbul Alamin wale wenye kusafiri Mwenyezi Mungu wasafirisha salama wazazi wetu waliotangulia mbele haki Mwenyezi Mungu warehemu ya Rabbul Alamin tazama vijana wako wanainua kwa mikono juu kila mmoja aliyokugana ndani msikiti na nje msikiti Mwenyezi Mungu kidhia haja yake ya Rabbul Alamin ya Allah tunainua mikono yetu yenye kujaa madhambi usitizama nyingi madhambi zetu ya Allah tizama mapungufu ambalo wewe unatuumba nayo ya Rabbul Alamin Mwenyezi Mungu wale wenye kutumika katika mabiro yetu mabiro ya serikali Mwenyezi Mungu inua daraja yao ondole balaa na matatizo ya Allah nchi yetu tuache kwa mikononi mwako tuondolee vita ya Rabbul Alamin unganisha moyo wetu katika turi yetu ya Rabbul Alamin tuwa kitu kimoja ya Allah na kule kwa Nord Kivu ya Rabbul Alamin
wandugu wanakosa amani, tia amani yako ya Rabbul Alamin. Tutamsema malaika zako wamalizie vita kwa neema yako ya Allah. Mwenyezi Mungu utuondolea magonjwa ya Rabbul Alamin, utuondolea vita katika nchi yetu ya Rabbul Alamin. Vita inaleteka ukosefu ya amani ya Allah, vita inaleteka watu wanahangaika ya Rabbul Alamin. Unasema wewe ni salam, wewe ni mwenye amani, basi tunahitaji amani yako katika mji wetu Ituri, katika mji wetu wa Kongo ya Rabbul Alamin. Leta nguvu kwa serikali yetu, leta nguvu kwa president yetu, leta nguvu kwa wajeshi wetu waweze kutetea nchi yetu, na sisi sote tuungana mikono kwa mikono kwa kutetea nchi ya Rabbul Alamin. Tutakimbia wapi kama wewe Mwenyezi Mungu hautatusaidia ya Rabbul Alamin? Wengine wanakosa riziki ya kukula leo, Mwenyezi Mungu waruzuku. Kuna wengine wana maproje zao, Mwenyezi Mungu bariki proje moja miongoni mwingine, hiyo madogo hiyo makubwa ya Rabbul Alamin. Utuondolee ugomvi na kukosa kusikilizana katika umma hii ya Rabbul Alamin. Unganisha nyoyo ya Kiislamu, tusameheana ya Rabbul Alamin. Usitukufishe katika njia ambayo tukufisha katika la ilaha illa Allah. Ya Allah, tuna nguvu wala uwezo, ila nguvu na uwezo ni kwako. Wewe ndio pekee utakaoondoa vita na kumaliza vita katika nchi yetu ya Kongo ya Allah na nchi zingine za Kiislamu ya Rabbul Alamin. Mwenyezi Mungu, sisi tunainua mikono tuikidhie mahaja yetu, umalizie matatizo yetu. Wale waliogombana uanganisha baina yao, wale wanaokosa amani leta amani katika manyumbani mwao na amani katika mji wao. Wavijana wetu waliokuwa na madiploma na malisasi, Mwenyezi Mungu wapa makazi ya Rabbul Alamin, wapata makazi katika sehemu mbalimbali ya serikali. Hata wana onje Mwenyezi Mungu wapa makazi ya Rabbul Alamin, wapa mafanikio katika dunia wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina yawma lana innaka antat tawwabur rahim. Mwenyezi Mungu, wa viongozi wetu tunawaacha kwa mikononi mwako, wa viongozi wa serikali na wa viongozi wa dini. Ya Allah, wapa ujasiri ya kuongoza umma hii, wapa hikma ya Rabbul Alamin, wapa upendo ya Rabbul Alamin, wasimamia dini yako ya Rabbul Alamin, na wapa imani kwa waumini wetu wanayetusaidia, wasituchoke ya Rabbul Alamin. Wapa imani, wapa riziki, waweze wakatetea dini yako ya Rabbul Alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna yawma lana innaka antat tawwabur rahim wa'funa innaka antal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wa baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.